Hello community, habari za saizi. Leo kuna kitu cha ajabu ambacho nilikuwa nafuatilia, kidogo kimenishangaza. Kuna wallet moja hivi ukiingia, ipo testnet, inafanywa testnet kule, siku mbili zilizopita imefanya miamala ya GCV, na hawa waliofanyia testnet ni kati ya testnet, account ya testnet ya OKX pamoja na akaunti moja ya siri ya kibiashara ya Cotin. Sawa, unaona miamala iliyofanyika hapo, miamala yenye 0.00009 sifuri zipo tano hapo. Sawa, inamaanisha nini? Watu wengi sana wamefika mahali pa kukata tamaa, kuona kwamba GCV haitawezekana, mara hapa vile mara vile na pale hivi. Kama kweli ingekuwa hilo jambo haliwezekaniki, hii ingewezekana vipi kampuni kuwa kama OKX, tena ni exchange, kufanya testnet za GCV? Umeona, inawezekanaje exchange kubwa kama hiyo na akaunti kubwa kama hiyo ambayo imepokea hiyo miamala, inaanza na GALI kupokea miamala ya testnet ya GCV? Inawezekanaje? Ina maana hawa watu wanacheza au wanajifurahisha? Kitu ambacho hakiwezekaniki, ni kitu ambacho kiko serious, wanakifanyia majaribio. Sawa, kuonyesha nguvu ya kile kitu ambacho unafanyaje, kinachoendelea mbele yetu. So manake nini? Manake ni kwamba unahitajika kuelewa kwamba dhana ya GCV sio utani, dhana ya pai kuwa na thamani sio utani, ni kitu ambacho tunakitarajia na kitakuwa, kwa sababu ya nini ambacho kinachoenda kuendelea. Hebu fikiria kwa mfano application ile tu ya Booster ambayo yenyewe inashughulika tu na mabando kwa nchi zote, zaidi ya nchi 170 nadhani ziko pale, ambazo zote mtu akiwa kwenye nchi yake ana uwezo wa kununua mabando kwa kupitia cryptocurrency moja kwa moja. Haijawahi kutokea duniani, ni kwa mara ya kwanza tokea imeanza blockchain technology mwaka 2008. Sawa, haijawahi kutokea kwenye blockchain yoyote kuweza kufanya kitu hiki ambacho leo hii kimefanyika kwenye application ya Booster, kwamba una uwezo wa moja kwa moja kununua mabando kupitia cryptocurrency bila kubadilisha kuwa fiat money. Una uwezo wa moja kwa moja, tena kwa njia ya DApp. Hizi decentralized application, ile ni decentralized application. Unaponunua hauhitaji mtu kati, hauhitaji kwenda dukani, moja kwa moja, tena kwa uhalisia unapata kile unachokihitaji. Sawa, hii inaonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo wamejaribu tu kuonyesha kwa kidogo kitu ambacho kinaenda kutokea huko mbeleni. Hapo muda si mrefu tutaenda kuona kwamba mabenki nayo tayari yameingia. Tutaenda kuona muda kidogo tayari zile application ambazo nilizosema kwamba zipo za aina tofauti tofauti zinaanza kufanya kazi. It means kwamba uchumi wote, njia zote za kiuchumi zitaingia kwenye hii blockchain ya Pi network. Sawa. Kwa hiyo usifikirie wala usiwaze kwenye kichwa chako kwamba ile ilikuwa tu ni geresha. No, hapana. Kumbuka Doris Yin alipata riwadi ya Pi 1000 kwa sababu ya mchango wake mkubwa wa kuhamasisha watu kuhusu Pi na kuhusu thamani yake. Sawa. Kumbuka, kama wangekuwa Cotin hawana haja na hicho kitu, wasingeonyesha chochote kuonyesha nguvu ambayo inafanyika na community, wasingeangalia. Leo hii tunaona hivi kwamba juzi, ni siku mbili zilizopita, tunaona address wallet ambayo inamilikiwa na Cotin ambayo ndo ni ya OKX ambayo inaanza na MALY na kuendelea, mwisho inaisha na XEQU. Nenda kaangalie wallet ya OKX, na ngoja nitawekea zote hapa. Utaenda kule kwenye Pi Explorer, utaziweka kule, utaona itakusomea jina gani. Ikiwa hawa ni wafanyabiashara wakubwa
na akaunti aliyofanya nayo transaction za testnet nayo inasemekana kwamba ni akaunti ya kibiashara ya siri, ambao kotimu huyu mtu hajawekwa wazi ni nani. Hapo mbele tutajua kujua ni nani. Hivi unafikiri kwamba ni utani unafanyika? Hapana, sio utani, ni kitu ambacho kiko serious. Kwa hiyo hebu tukae kwa kutulia, tuendelee kumaini, tuendelee kufanya kila kitu kama mwanzo tulivyokuwa tunafanya. Usije ukajaribu kusema kwamba ngoja tu niviuze vilivyopo tu vinaisha. No, wekeza. Ukiweza kununua zaidi, nunua zaidi, maini zaidi, alika watu zaidi. Hakikisha kama hujapata KYC umefanya KYC, kama kila kitu kiende sawa sawa, kwa sababu kuna muda, iwe ni mwaka huu au sio mwaka huu, kuna muda unafika ambapo utaanza kujuta, utasema pai ilikuwa 0.6 nilishindwa kununua, ilikuwa 0.4 nikashindwa kununua, leo hii ipo kiasi hiki siwezi kuinunua. Usije ukawa kama wale ambao tulikosa Bitcoin. Kwa hiyo hofu yangu kubwa ipo kwa watu ambao wanaangalia kana kwamba mradi umeferi. Mradi hujaferi. Sawa, tujitahidi, tuamke na tujitengeneze tena, tujiamshe tena imara, tayari kwa ajili ya mapambano. Kuna kitu kingine ambacho nataka ni kushtua ukakiangalia mwenyewe. Nenda OKX, kama vile unataka kudeposit pai. Nenda kama vile unataka kudeposit pai, yani kutoa pai kwenye wallet yako kuja kwenye pai. Sasa nenda kama unatafuta address wallet ya kudeposit pai kwenye OKX, alafu angalia pale minimum deposit ni kiasi gani. Nenda kaangalie minimum deposit ni kiasi gani. Ukiona pale ndio utaelewa ninachokizungumza hapa. Minimum deposit ya OKX ni 0.0005 mbele 1000, yani 0.000001 ndo minimum deposit ya OKX. Sawa, na ukienda ku deposit inaingia, isipokuwa fee yake utakatwa 0.01. Ina maana kwa nini hawajaongeza minimum deposit wakaacha vile vile? Wanajua, wanaelewa nini wanachokifanya. Sawa. Kwa hiyo nisemeje? Niseme kitu kwamba hebu tubaki, tusianze kulaumu exchange. No, OKX ni mshirika mkubwa sana wa PaiCotim kama mjui. Nishaye kuzungumza hilo jambo. OKX na Bitget ni moja kati ya washirika wakubwa wa Cotim, kwa maana kwamba mwanzilishi wa Bitget, mwanzilishi wa OKX, wote wamesoma chuo kimoja au wamesoma chini ya Dr. Nicholas. Wote ni wanafunzi wa Stanford, ni member wa Stanford hao. Sawa. Kwa hiyo hebu tukae kwa kutulia, tusubiri muda unafika ambapo wote tutafurahi kwa pamoja, wote tutakaa tukishangilia kwa pamoja. Lakini don't sell your pie, please go and buy more. Nenda ununue zaidi, nenda uhold zaidi, utaja kunishukuru. Yani niliseme hivi, hata kama una pesa jiwekee maximum kwamba kwa wiki hata nunua za 10,000 kila wiki, nunua za 10,000. Tena nikajaribu kutoa na option wale ambao wamekwama, ni DM wengi walikuja kweli, baadhi yao nimewasaidia. Kuna ambao nimewasaidia kwa kuelekeza, kuna ambao nimewasaidia kwa kuwanunulia, kuna ambao walienda wakanunua wakakwama, nimewasaidia pia. Wamenunua kule kwenye kwenda kubadilisha, kununua USDT kidogo wapigwe. Mimi sio mchoyo, nitumia muda wangu nikawasaidia na wakapata pesa yao. Sawa. Tafadhali usipoteze muda. Muda ndo usiogope. Ondoa hofu ndani yako, anza kujiwekea uthubutu ndani yako, ili uweze kuona kile ambacho kinatazamiwa mbele. Usiwe na haraka, tulia. Niliwaambia kwamba baada ya sheria kuidhinishwa na kutia saini za namna ya uendeshaji wa cryptocurrency, ndipo mambo yataanzia hapo. Kwa hiyo tusubiri, muda unakuja ambao utatufaidisha sisi wote.